almaarufu kama vuguvugu la Gen Z wamechukua fursa nzuri leo hii na kuanzisha maandamano ya mapema kwa kile wanachokitaja kana kwamba ni mifumo mibaya ya uchaguzi, utekaji nyara wa viongozi wa upinzani na raia. Kwa mfano, Tundu Lissu, kinara wa chama cha Chadema, ambaye anazuiliwa na maafisa wa serikali kutoka nchi hiyo akituhumiwa kufanya kosa la uhaini. Hivi sasa tunavyozungumza, watu kadhaa wameripotiwa kutekwa nyara na wengine kuuliwa kwa sababu ambazo hazieleweki. Kundi hilo la kizazi cha Gen Z limesisitiza na kusema kwamba no reforms, no election, ishara kuwa amechoshwa na uongozi wa Mama Suluhu Hassan wa kimabavu, ambaye amezungumzwa sana katika mitandao ya kijamii na kukosolewa na mashirika ya kutetea haki za kibinadamu kote duniani. Tanzania hapo kesho ilikuwa inafanya uchaguzi mkuu, huku maafisa wa polisi kutoka vitengo mbalimbali wakitoa tahadhari na onyo kwa vijana ambao au kundi litakalopatikana linafanya maandamano. Lakini vijana wakizungumza kwa pamoja wamesema umoja ni nguvu, tengano ni udhaifu, na lazima wajitolee muhanga kupigania haki za Watanzania hadi pale ambapo serikali itasikiza malalamiko yao na kutekeleza wajibu huo. Kwa upande mwingine, vijana kutoka nchini Kenya wameapa kuungana na wenzao wa Tanzania hapo kesho kwa minajili ya kukomboa taifa hilo. Watazamaji, huenda maandamano haya yakazua rapsha nchini humo na vilevile kutatiza shughuli za uchaguzi, huku idara ya polisi na vilevile serikali ikisema kwamba haitaruhusu maandamano yoyote. Basi huku kukiwa hakuna mgombea maarufu wa upinzani aliyeidhinishwa kushiriki katika uchaguzi wa Jumatano tarehe 29 mwezi wa 10 mwaka 2025, Watanzania wengi wamehisi kura hiyo si ya mashindano, bali ni kama kutawazwa kwa Rais Samia Suluhu Hassan wakati akikabiliwa na uchaguzi wake wa kwanza wa urais. Samia mwenye umri wa miaka 65 amekuwa rais wa kwanza mwanamke wa taifa hilo la Afrika Mashariki baada ya kifo cha Rais John Pombe Magufuli mwaka wa 2021. Samia ambaye alikuwa makamu wa rais alionekana kama pumzi ya hewa safi, na kwa mtindo wake wa kirafiki alianzisha mageuzi ambayo yalionekana kuwa mabadiliko makubwa kutoka kwa sera za mtangulizi wake. Lakini katika kipindi cha miaka miwili hivi iliyopita, nafasi ya kisiasa imepungua kwa kiasi kikubwa, na kulengwa kwa wakosoaji wa serikali na sauti za upinzani kunasemekana kuwa katika hali mbaya zaidi sasa kuliko ilivyokuwa chini ya Magufuli, huku utekaji nyara na mauaji ya mara kwa mara yakiripotiwa. Hili limeakisiwa katika ripoti za Freedom House, shirika la utetezi wa demokrasia na haki za kibinadamu lenye makao yake nchini Marekani, ambalo liliweka Tanzania kama taifa huru kwa kiasi fulani mwaka 2020 na lisilo huru mwaka jana. Hata hivyo, serikali haijazungumzia tuhuma hizo. CCM ya Samia imeshinda kila chaguzi tangu kurejeshwa kwa demokrasia ya vyama vingi vya kisiasa mwaka 1992, lakini kampeni huwa na mijadala mikali kati ya vyama pinzani. Wakati tume ya uchaguzi ikiwa imewaachia wagombea urais 17 kugombea urais, wakati huu chama kikuu cha upinzani Chadema kimezuiwa, huku kiongozi wake Tundu Lissu akikabiliwa na kesi ya uhaini. Alikuwa akitoa wito kwa mageuzi ya uchaguzi kabla ya kukamatwa kwake mnamo mwezi Aprili, na chama sasa kinawataka wafuasi wake kususia uchaguzi huo. Makamu wake John Heche na alikamatwa wiki iliyopita na aliweza kuzungumza na kituo chetu akisema kwamba kabla tu ya kuwekwa kizuizini, kile kinachoitwa mageuzi ya Rais Samia ni mambo yasiyo na msingi. Ndiyo mikutano ya hadhara iliruhusiwa tena, lakini leo Chadema haiwezi kutekeleza wajibu wake kwa sababu ahadi zilikuwa za uongo. Wakati huo mgombea wa rais Lohana Mpina kutoka chama cha pili
kwa ukubwa cha upinzani ACT Wazalendo pia ameunguliwa mara mbili. Alifaulu kurejesha ugombeaji wake na mahakama kuu baada ya kuzuiliwa kutokana na suala la kiutaratibu, lakini mwanasheria mkuu wa serikali alipokata rufaa mwezi uliopita, tume ya uchaguzi iliamua kuunga mkono upande wake. Hii inaviacha vyama vidogo vya upinzani kama vile Chauma na CUF kwenye kinyang'anyiro hicho, lakini kiuhalisia kuna nafasi ya kumzuia Samia kushinda wadhifa wake.